Hujambo, karibu katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya leo tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara kwa kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari endelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kuona kwenye video, kwenye picha, na kutupatia maoni yako, aidha mapendekezo yako. Karibu katika taarifa yetu hii ya habari ya asubuhi ya leo, ambapo utakuletea matukio mbalimbali toka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan vita vinavyoendelea kati wa waasi wa AFC M23 na makundi ya wazalendo. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tutakuunga kumwisho wa habari na habari za kimataifa. Tunakuomba kubaki nasi mwanzo hadi mwisho ili upate habari za kuaminika tena za kuenea. Mapigano makali yameripotiwa kuendelea tangu alfajiri ya Jumanne tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2026 katika wilaya ya Kale mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eneo hilo liligeuka kuwa uwanja wa vita kati ya makundi ya kujilinda yanayojulikana kama wazalendo na waasi wa AFC M23 wakiungwa mkono na nchi ya Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mapigano hayo yanafanyika katika maeneo ya Lumbishi na Katale, ambako pande zote hutumia silaha nzito na nyepesi, hali inayozidisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa maeneo hayo. Milio ya risasi na mabomu imeripotiwa kusikika kwa muda mrefu, huku hali ya usalama ikiendelea kuwa mbaya. Taarifa zaidi zinaeleza kuwa vikosi vya jeshi la serikali FARDC vinatumia teknolojia ya kisasa ikiwemo ndege zisizo na rubani maarufu kama drone katika operation zao. Inadaiwa kuwa drone hizo zilifanikiwa kuharibu mfumo wa ulinzi wa anga wa aina ya ardhi kwenda angani Soler uliokuwa umewekwa katika maeneo ya vilima vya kimkakati vya Lumbishi. Iwapo taarifa hizi hazijathibitishwa rasmi, hatua hiyo inaeleza kuipa faida ya kijeshi serikali katika juhudi za kurejesha udhibiti wa maeneo hayo. Hata hivyo, hali halisi mapigano bado ni mbaya na inabadilika kwa kasi. Wakazi wa Kale wanaendelea kukimbia makazi yao wakihofia maisha yao, huku baadhi wakielekea katika maeneo ambayo yanaonekana kuwa salama zaidi. Mashirika ya kibinadamu yanaonya kuwa hali ya kibinadamu inaweza kuzorota zaidi endapo mapigano hayo yataendelea kwa muda mrefu. Mapigano kati ya wazalendo na waasi wa AFC M23 yamekuwa yakiongezeka katika siku za hivi karibuni, huku madai ya kuhusika kwa nchi jirani ikizidi kuongeza mvutano wa kisiasa na kijeshi katika eneo hilo. Hadi kufikia sasa, mamlaka za Kivu Kusini hazijatoa taarifa rasmi ya kina kuhusu mapigano haya, lakini jamii ya kimataifa inaendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kutafuta suluhisho la kudumu la amani. Hali katika maeneo ya Lumbishi na Katale inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku tahadhari ikitolewa kwa raia kuendelea kujilinda. Asante sana. Katika mwendelezo wa mapigano inayoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waasi wa AFC M23 wakishirikiana muungano wa Alliance Fleuve Congo wameripotiwa kuchukua udhibiti wa mji wa Tuchunguti ulioko katika kundi la Ziralo ndani ya wilaya ya Kale mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na taarifa kutoka eneo hilo, waasi hao waliingia katika mji huo baada ya mapigano yaliyoripotiwa kudumu kwa saa kadhaa kati ya vikosi vya serikali pamoja na makundi ya kujilinda yanayojulikana kama wazalendo. Baada ya mapigano hayo, hali ya utulivu wa tahadhari ilirejea, huku waasi wakionekana kudhibiti maeneo muhimu ya kimkakati ndani ya Tuchunguti. Mashahidi wanasema kuwa wakazi wengi walazimika kuhama makazi yao kwa hofu ya usalama, huku wengine wakikimbilia maeneo ya jirani yasiyo na mapigano. Hali ya kibinadamu inaelezwa kuwa inazidi kuwa mbaya sana kutokana na ukosefu wa huduma muhimu kama vile chakula, maji safi na huduma za afya. Mji wa Tuchunguti unachukuliwa kuwa na umuhimu wa kiutawala na kijiografia, kwa nini makao makuu ya groupment ya Ziralo. Kuchukuliwa kwake na waasi kunaweza kuwa na athari kubwa katika usimamizi wa eneo hilo pamoja na harakati za kijeshi zinazoendelea katika wilaya ya Kale. Kwa upande wao, mamlaka za serikali ya Kivu Kusini bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo, lakini juhudi za kijeshi zinaripotiwa kuendelea katika maeneo ya jirani kwa lengo la kudhibiti upya mji huo. Mapigano kati ya M23 na vikosi vya serikali yamekuwa yakiongezeka katika miezi ya hivi karibuni,
hali inayozua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa raia na udhabiti wa eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuendelea kwa mapigano katika maeneo kama Kale kunaweza kuongeza wimbi la wakimbizi na kuzidisha hali ya kibinadamu ambayo tayari ni mbaya katika sehemu nyingi Kivu Kusini. Hadi kufikia sasa, hali katika mji wa Tuchunguti inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku juhudi za kimataifa ikitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kutafuta suluhisho la amani kupitia mazungumzo. Katika eneo la Fizi liloko katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya licha juhudi mbalimbali zinazoendelea kurejesha amani. Katika maeneo ya juu na ya kati ya milima ya Fizi, wakazi wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na mapigano ya mara kwa mara na mvutano wa kijamii kati ya makundi tofauti ya jamii. Kwenye mimili ya Baraka hadi Bibokoboko, vikosi vya jeshi la Kongo kwa kushirikiana na wanajeshi kutoka Burundi wanaendesha operations za kulinda raia hasa katika maeneo yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara. Lengo kuu la operation hizi ni kuimarisha usalama wa wananchi na kuzuia mashambulizi yanayoweza kusababisha vifo au uharibifu wa mali. Hata hivyo, pamoja na uwepo wa vikosi hivyo, changamoto za kiusalama bado zinaendelea kushuhudiwa, huku baadhi ya wananchi wakilazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya vurugu ya kushtukiza. Pamoja na hali hiyo ngumu, kuna mwanga wa matumaini unaoanza kuonekana. Ndani ya jamii hizo, baadhi ya wananchi pamoja na viongozi wa kijamii wameanzisha juhudi za kuimarisha amani na mshikamano kupitia mikutano ya kijamii, mazungumzo ya maridhiano pamoja na shughuli za kijamii. Wanajaribu kurejesha hali ya kuaminiana kati ya jamii zilizokuwa zikigawanyika kwa muda mrefu. Viongozi wa dini, wazee wa kimila na mashirika ya kiraia yamekuwa mstari mbele katika juhudi hizi, wakihimiza wananchi kuacha chuki na kujenga upya mahusiano ya kijamii kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Wanasema kuwa suluhisho la kudumu haliwezi kupatikana kwa kupitia silaha peke yake, bali kupitia pia mazungumzo na kuelewana. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo wanaendelea kuwa na matumaini, wanatumaini kwamba licha ya changamoto zilizopo, juhudi hizi za ndani zinaweza kuwa chachu ya kurejesha amani ya kudumu. Wanasitiza umuhimu wa kuungwa mkono na serikali pamoja na jumuiya ya kimataifa ili kuhakikisha kuwa mipango hiyo inaleta matokeo chanya. Kwa sasa macho ya wengi yanaelekezwa katika juhudi hizi za kijamii, huku wakitarajia kwamba siku zijazo eneo la Fizi litaweza kurejea katika hali ya utulivu na wananchi kuishi kwa amani bila hofu ya vita. Katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya kufuatia tukio la kushambuliwa kwa msafara wa shirika la misaada ya kibinadamu Medecins Sans Frontieres maarufu kama MSF katika eneo la Mwenga. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, msafara huo wa MSF ulikuwa ukisafirisha wafanyakazi wa afya pamoja na vifaa muhimu vya matibabu kuelekea maeneo yanayokumbwa na changamoto kubwa za kibinadamu. Hata hivyo, safari hiyo ilikataziwa ghafla baada ya watu wenye silaha wasiojulikana kuwashambulia na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wafanyakazi na wa misaada. Mashuhuda wa tukio hilo wanasema kuwa milio ya risasi ilisikika kwa muda, hali iliyosababisha msafara huo kusimama na baadhi ya wafanyakazi kulazimika kujificha kwa hofu ya maisha yao. Hadi sasa bado haijathibitishwa rasmi iwapo kuna watu waliouawa au kujeruhiwa katika shambulio hilo, lakini vyanzo vya ndani vinaripoti kuwa baadhi ya magari yaliharibiwa. Shirika la Medecins Sans Frontieres MSF limeelezea masikitiko makubwa kuhusu tukio hilo, likisisitiza kuwa wafanyakazi wake ni raia na wapaswi kulengwa katika migogoro ya kivita. Shirika hilo limetoa wito kwa pande zote zinazohusika na mapigano kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu ambazo zinalinda wahudumu wa afya pamoja na misaada inayolenga kuokoa maisha ya raia. Eneo la Mwenga limekuwa likikumbwa na matukio ya mara kwa mara ya ukosefu wa usalama kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha yanayopigania udhibiti wa maeneo mbalimbali.
Hali hii imekuwa ikiathiri vibaya shughuli za kibinadamu, huku mashirika mengi yakikumbana na vikwazo katika kufikisha huduma kwa wananchi wanaohitaji msaada. Wakazi wa eneo hilo wameelezea hofu yao wakisema kuwa mashambulizi dhidi ya mashirika ya misaada yanaweza kuzorotesha zaidi hali ya maisha, kwani huduma za afya na misaada ya dharura hutegemewa sana jamii zinazoathirika na migogoro. Kwa sasa juhudi zinaendelea kufanyika ili kubaini wahusika wa shambulio hilo, huku mamlaka za eneo hilo zikiahidi kuchukua hatua za kuimarisha usalama. Wakati huo mashirika ya kibinadamu yanaendelea kutathmini hali ya usalama kabla ya kuendelea na operation zao katika eneo hilo. Tukio hili linaibua tena wasiwasi kuhusu usalama wa wahudumu wa kibinadamu katika maeneo ya migogoro na umuhimu wa kuhakikisha wanapata ulinzi wa kutosha wanapotekeleza majukumu yao ya kuokoa maisha ya watu wasiokuwa na hatia. Hadi kufikia sasa, hali ya usalama katika eneo la Mwenga inaendelea kufuatiliwa kwa karibu. Hasira na huzuni imetawala katika eneo la Lubero mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia kuuawa kwa raia wawili katika kijiji cha Kimbulu, tukio linalodaiwa kufanywa na wanamgambo wanaojulikana kama Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, tukio hilo lilitokea katika mazingira ya kutatanisha, ambapo watu hao wawili walipoteza maisha baada ya kushambuliwa na watu waliokuwa na silaha. Chanzo halisi cha tukio hilo bado hakijathibitishwa rasmi, lakini wakazi wanadai kuwa wahusika ni wanamgambo waliokuwa wakifanya operation katika eneo hilo. Habari za mauaji hayo zimesambaa haraka na kusababisha hofu pamoja na hasira miongoni mwa wananchi wa Kimbulu na maeneo ya jirani. Baadhi ya wakazi wameelezea masikitiko yao makubwa, wakisema kuwa matukio ya aina hii inaendelea kuongeza mateso kwa raia wasiokuwa na hatia ambao tayari wameathiriwa na hali ya usalama, hali ya ukosefu wa usalama katika maeneo hayo. Katika kufuatia tukio hilo, shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zimesimama kwa muda, huku baadhi ya familia zikichagua kwa makazi yao kwa hofu ya mashambulizi zaidi. Wananchi wanadai ulinzi zaidi kutoka kwa mamlaka ili kuhakikisha usalama wao unarejea. Mashirika ya kiraia na viongozi wa kijamii wamekosoa vikali tukio hilo, wakitoa wito kwa vikundi vyote vyenye silaha kuheshimu haki za kibinadamu na kuacha mara moja vitendo vya ukatili dhidi ya raia. Wamehimiza pia mamlaka za serikali kuchukua hatua madhubuti dhidi ya wahusika ili kuzuia matukio kama haya yasijirudie. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa eneo hilo wamesema kuwa juhudi zinaendelea za kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini mazingira ya tukio hilo na kubaini wahusika. Wamewataka wananchi kuwa watulivu, huku wakiahidi kuwa haki inatendeka. Wakati huo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa hali ya mashariki mwa nchi ya DRC bado ni mbaya kutokana na uwepo wa makundi mengi yenye silaha, hali inayochangia kuendelea kwa vitendo vya vurugu dhidi ya raia. Wakazi wa Kimbulu wanasema kuwa tukio hili limeacha maumivu makubwa na maswali mengi yasiyo na majibu haraka. Wananchi wanaendelea kuomba kurejeshwa kwa amani ya kudumu ili waweze kuishi bila hofu na kuendelea na shughuli zao za kila siku. Na habari kutoka huko Kivu Kaskazini. Katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukio la kusikitisha limetikisa wakazi wa kijiji cha Mushimo katika eneo la Pinga baada ya raia mmoja kuuawa kwa kupigwa risasi na mwanajeshi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, tukio hilo lilitokea siku ya katika mazingira ambayo bado yanaendelea kuchunguzwa na mamlaka husika. Inadaiwa kuwa mwanajeshi huyo alifyatua risasi na kusababisha kifo cha papo hapo kwa raia huyo, jambo lilozua hofu na hasira miongoni mwa wananchi. Baada ya tukio hilo, vyombo vya usalama vilichukua hatua za haraka kwa kumkamata askari huyo anayetuhumiwa kuhusika na tukio hilo.
Kukamatwa kwake kunatajwa kuwa hatua muhimu katika kuhakikisha kuwa haki inatendeka na kwamba wahusika wa vitendo kama hivyo vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu wanajibishwa kwa mujibu wa sheria. Tukio hili limeibua tena mjadala kuhusu nidhamu ya wanajeshi na uhusiano kati ya vikosi vya usalama na raia katika maeneo yanayokumbwa na migogoro ya mara kwa mara. Wakazi wa Bushimo na maeneo ya jirani wameelezea masikitiko yao makubwa, wakitaka uchunguzi wa kina ufanyike ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo na kuhakikisha haki inapatikana kwa familia ya marehemu. Baadhi ya mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za kibinadamu wametaka serikali kuimarisha mafunzo ya nidhamu kwa wanajeshi pamoja na kuweka mifumo madhubuti ya kuwachukulia hatua wale wanaokiuka sheria. Wanasema kuwa matukio ya aina hii yanaweza kuzofisha imani ya wananchi kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa upande wao, mamlaka za eneo hilo zimewahakikishia wananchi kuwa uchunguzi unaendelea na kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayebainika kuhusika. Wametoa wito kwa wananchi kudumisha utulivu na kuepuka vitendo vya kujichukulia sheria mkononi. Hali ya utulivu imeanza kurejea polepole katika kijiji cha Bushimo, ingawa huzuni na taharuki bado inaendelea kutawala miongoni mwa wakazi. Tukio hili linabaki kuwa kumbusho la changamoto linaloikumba jamii katika maeneo yenye migogoro na umuhimu wa kuimarisha uwajibikaji na ulinzi wa raia. Kwa sasa macho ya wananchi yanaelekezwa katika mamlaka za sheria, wakisubiri kuona haki inatendeka kwa uwazi wa sawa. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tunakuunga moja kwa moja kuungana na habari zetu za kimataifa. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu. Alikuwa analihutubia bunge la Tanzania. Tugeukie sasa mzozo wa Mashariki ya Kati. Makubaliano tete ya usitishaji vita kati ya Marekani na Iran yako katika hatari ya kuporomoka baada ya nchi hizo mbili kushambuliana upya katika mapambano ya kuwania udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Meli kadhaa zilishambuliwa kwenye bahari ya Ghuba jana Jumatatu. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi. Makubaliano ya usitishaji vita kati ya Marekani na Iran yana takriban wiki 4 tu tangu yalipoanza kutekelezwa, lakini Iran imeonya kwamba sasa yako hatarini kuvunjika. Mapambano yaliyoko hivi sasa kati ya mahasimu hao wawili ni ya kuwania udhibiti kamili wa ujia wa bahari wa Hormuz, jeshi la Marekani likijitapa kuzishambulia na kuzizamisha boti 6 ndogo za Iran pamoja na kuyaharibu makombora na droni za jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mashambulio yote hayo yalifanywa jana baada ya Rais Donald Trump kutuma jeshi lake la wanamaji kuzisindikiza meli zilizokwama kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz katika kile kilichopewa jina Project Freedom, ikimaanisha kuwa ni kampeni ya ukombozi. Iran nayo imefanya mashambulizi makubwa ikizilenga meli za kibiashara, na Umoja wa Falme za Kiarabu, mshirika wa Marekani, ikisema imeshambuliwa na Iran kwa makombora yaliyolenga kituo cha kusafisha mafuta katika bandari yake ya Fujairah na watu 3 walijeruhiwa. Kambi ya jeshi la Marekani pia iko kwenye eneo hilo. Kwa mara ya kwanza tangu wiki takriban 4 jana vimesikika ving'ora vya kutoa tahadhari ya mashambulizi ya makombora katika Umoja huo wa Falme za Kiarabu. Safari za ndege pia zilikatizwa, huku Wizara ya Elimu ikitoa maagizo ya shule kufungwa na shughuli zote za masomo kufanyika kwa njia ya mtandao. Viongozi wa Iran wametoa msimamo mkali kuhusu hatua iliyoanzishwa na Marekani. Hivi leo waziri wa mambo ya nje wa Iran, Sayyid Abbas Araghchi, ameionya moja kwa moja Marekani, akisema ile wanayoiita kampeni ya ukombozi itageuka operesheni ya mkwamo ambayo haitofanikiwa. Spika wa bunge Mohamed Baghir Khalibaf, kwenye ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii hivi leo, naye ametahadharisha kwamba usalama wa safari za meli na usafirishaji mafuta uko kwenye kitisho kutokana na kukiukwa kwa makubaliano ya usitishaji vita unaofanywa na Marekani na washirika wake. Pakistan, ambayo ni mpatanishi kwenye mgogoro huu wa Mashariki ya Kati, imetoa mwito kwa pande zote
kujizuia kufanya mashambulizi na ikilaani hatua iliyochukuliwa na Iran ya kuishambulia Umoja wa Falme za Kiarabu na kutaka makubaliano tete usitishaji vita yaheshimiwe. Waziri Mkuu Shahbaz Sharif amesema wazi kwamba mashambulio ya makombora na droni dhidi ya miundombinu ya kiraia hayatokubalika na ameonyesha mshikamano na uongozi wa UAE na wananchi wake. Alikuwa ni Saumu wa Simba huyo, na hali jumla ya mzozo huu Mashariki ya Kati baina ya Iran na Marekani. Tugeukie mzozo mwingine hapa barani Ulaya. Urusi imetangaza kusitisha mapigano mnamo Mei 8 na 9 kwa ajili ya kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 81 ya ushindi wa uliokuwa muungano wa Kisovieti wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky naye ametangaza kwamba Ukraine nayo itasimamisha mapigano sambamba na Urusi kuanzia siku ya Jumatano. Hatua hiyo inatangazwa wakati Urusi ikiendeleza mashambulizi makubwa ya droni na makombora dhidi ya Ukraine. Lina ni Mtono na taarifa zaidi. Hatua ya kusitisha mapigano ilitangazwa kufuatia maamuzi yaliyofanywa na rais wa Urusi Vladimir Putin, hii ikiwa ni kulingana na wizara ya mambo ya nje ya Urusi iliyoelezea matumaini kwamba upande wa Ukraine utafuata mkondo huo. Wizara hiyo imeongeza kuwa vikosi vya Urusi vitachukua hatua zote muhimu ili kuhakikisha usalama wakati wa maadhimisho hayo. Wizara hiyo aidha ilionya kwamba majaribio yoyote ya kuvuruga sherehe za siku ya ushindi yatajibiwa kwa shambulizi kubwa la kombora katikati mwa mji wa Kiev. Urusi itafanya sherehe hizo za siku ya ushindi Jumamosi kuadhimisha miaka 81 ya ushindi dhidi ya utawala wa Kinazi wa Ujerumani. Katika chapisho kupitia mtandao wa X, Rais Zelensky aliandika kwa upande wa Ukraine unatangaza kusitisha mapigano kuanzia saa 6 za usiku za tarehe 5 kuamkia 6. Chapisho hilo liliongeza kuwa katika kipindi kilichosalia ni muhimu kuhakikisha kuna kuwepo utulivu. Lakini kwenye mkutano wa viongozi wa Ulaya unaofanyika Yerevan nchini Armenia, kiongozi huyo wa Ukraine amesema hajaarifiwa chochote kuhusiana na usitishwaji huo wa mapigano. Amesema hayo pembezoni mwa mkutano huo na kuongeza kuwa Marekani ilizungumza na Urusi tu na hakuna mtu aliyewasiliana ama kuwawasilishia pendekezo lolote rasmi. Zaidi ya yote, hivi ni vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Halafu Marekani na Urusi ndio wanaojadili usitishwaji wa mapigano. Ni aina gani ya usitishwaji waliofikia? Ni muhimu kwamba upande wetu pia ujulishwe kile walichokubaliana. Mbali na hayo, Rais Zelensky mapema leo ameishutumu Urusi kwa unafiki wa hali ya juu kufuatia mashambulizi makubwa iliyoyafanya, na kwa upande mwingine ikitaka kusitisha mapigano kwa ajili ya maadhimisho hayo ya Mei 9 mjini Moscow. Watu kadha waliuawa katika mashambulizi ya usiku mzima yaliyofanywa baada ya Moscow na Kiev kutangaza usitishwaji huo pamoja wiki hii. Watu kadha waliuawa katika mashambulizi ya usiku mzima yaliyofanywa na Moscow mjini Kiev. Maafisa wamesema mashambulizi ya droni na kombora yaliyofanywa na Urusi katika mkoa wa Poltava yalisababisha vifo vya wafanyakazi 3 wa kampuni ya nishati na waokozi 2 waliokuwepo kwenye eneo la tukio. Mtu mmoja pia aliuliwa mashariki mwa mji wa Kharkiv baada ya Urusi kufyatua makombora 11 na droni 164 nchini Ukraine. Kulingana na Rais Zelensky, vikosi vya Urusi pia vilishambulia miundombinu muhimu ya nishati kwenye mkoa wa Dnipropetrovsk na kuwajeruhi watu 3 huku wengine maelfu wakibakia bila huduma ya umeme. DW tunavuma kwa kishindo. Unatuona pia moja kwa moja kupitia YouTube na Facebook. Tuachie pia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Instagram, anwani huko kwenye mitandao yetu yote ni DW Kiswahili. Kiongozi wa kijeshi wa Mali ambaye pia ni rais wa mpito wa nchi hiyo, Kanali Assimi Goita, amechukua rasmi majukumu ya waziri wa ulinzi katika hatua iliyotangazwa kupitia televisheni ya taifa. Uamuzi huo unakuja baada ya waziri wa ulinzi Jenerali Sadio Kamara kuuawa katika shambulio la kujitoa muhanga lililolenga makazi yake karibu na mji mkuu Bamako. Babu Abdalla na maelezo zaidi. Kwa mujibu wa amri ya rais iliyosomwa kupitia televisheni ya taifa, Goita ataendelea na majukumu yake kama rais, huku pia akiongoza wizara ya ulinzi. Jenerali Omar Diara aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi ameteuliwa kuwa naibu waziri wa ulinzi. Le président de la transition, chef de l'État. Rais wa mpito na mkuu wa nchi, kwa kuzingatia katiba na hati ya mpito iliyorekebishwa, anaamuru yafuatayo. Kifungu cha kwanza, rais wa mpito, mkuu wa nchi, amiri jeshi mkuu wa vikosi vya ulinzi
atatekeleza majukumu ya waziri wa ulinzi na masuala ya wastaafu wa kijeshi. Et des anciens combattants. Tangazo hilo limetolewa baada ya waziri wa ulinzi Jenerali Sadio Kamara kuuawa mnamo Aprili 25 katika shambulio la kujitoa muhanga lililolenga makazi yake katika eneo la kati karibu na mji mkuu Bamako. Mbali na Bamako, mji wa kati ulikuwa miongoni mwa maeneo kadhaa yaliyoshambuliwa na wanamgambo wa Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, kundi lenye mafungamano na mtandao wa Al-Qaeda, pamoja na waasi wa Azawad Liberation Front, kundi la wanaotaka kujitenga. Mashambulizi hayo yanatajwa kuwa mabaya zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo katika kipindi cha zaidi ya muongo mmoja. Wanamgambo hao pia walifanikiwa kuiteka miji muhimu na vituo kadhaa vya kijeshi. Mali imekuwa chini ya utawala wa kijeshi tangu mapinduzi ya mwaka 2020, ambapo serikali ya kijeshi iliahidi kurejesha usalama katikati ya mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi. Tangu jeshi lichukue madaraka, utawala huo umegeukia Urusi kama mshirika mkuu wa usalama, hatua iliyosababisha washirika wa jadi kama Ufaransa na ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa kuondoka nchini humo. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema hali imezidi kuwa mbaya, huku idadi ya mashambulizi na vifo vya raia ikifikia viwango vya kutisha. Tangazo la Goita kuchukua wizara ya ulinzi linakuja wakati ambapo kuna mvutano unaoongezeka kufuatia kukamatwa kwa baadhi ya wanajeshi, raia wa kawaida na viongozi wa kisiasa wanaoshukiwa kuwa na uhusiano na makundi ya waasi waliohusika na mashambulizi ya hivi karibuni. Tunasalia bado barani Afrika. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya wanachama wa chama cha kisiasa cha PPRD kinachoongozwa na rais wa zamani Jose Kabila wamekilaumu chama tawala cha UDPS kwa kile wanachokiita ukosefu wa uvumilivu wa kisiasa. Hii ni baada ya kuchomwa kwa ofisi za PPRD wakati wa maandamano yaliyoandaliwa na muungano wa vyama vinavyomuunga mkono Rais Tshisekedi jana Jumatatu mjini Kinshasa. Chama cha PPRD kimepigwa marufuku kuendesha shughuli zake nchini humo tangu Oktoba mwaka jana. Mwandishi wetu wa mjini Bukavu, Mitima de la Chance, ametuandalia ripoti ifuatayo. Picha zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinawaonyesha waandamanaji vijana, baadhi yao wakiwa wamevalia fulana nyeupe, wakichoma moto na kupora ofisi ya chama cha PPRD katika mtaa wa Kalamu mjini Kinshasa. Muda mfupi baada ya tukio hilo, wanachama wa PPRD walijitokeza na kulaani kile walichokiita kitendo kisichokubalika cha uharibifu wa ofisi ya chama chao, huku wakilitaja tukio hilo kuwa ni shambulio dhidi ya udemokrasia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa kadhaa wa PPRD wamekemea hali ya kisiasa yenye utata, wakionya juu ya kuongezeka kwa kutovumiliana kisiasa na matamshi ya chuki. John Karume, mmoja wa wasemaji wa chama hicho katika jimbo la Kivu Kusini, anaamini tukio hili linaashiria mazingira ambapo mizozo ya kisiasa inazidi kutatuliwa kwa njia ya vurugu badala ya mijadala ya kidemokrasia. Ameitaka serikali kufanya uchunguzi kwa kina ili kubaini wahusika. Wanamemba wetu wengi, viongozi wa chama, kufungwa kiolela. Tuna kero pia kuona jana ikachomwa kwa moto. Chama ambacho kinatawala leo cha Bwana Tshisekedi kinaendelea kuongoza katika kutoheshimu sheria za nchi na kukosa uvumilivu wa kisiasa. Kwa upande wake, chama tawala cha UDPS kimetoa wito wa utulivu, kikisisitiza kuwa maandamano yake yalikuwa ya amani na yalilenga kuunga mkono hatua ya Marekani ya kumwekea vikwazo rais wa zamani Joseph Kabila. Akiwa Kinshasa, Edouard Makala, kiongozi wa sheria na haki za binadamu wa UDPS Kivu Kusini aliyeshiriki maandamano hayo, amesisitiza umuhimu wa kudumisha umoja wa kitaifa na kuepuka matamshi yanayoweza kuchochea mivutano. Wale wote ambao walichoma na kuvunja ni watu ambao hawakuwa katika maandamano, maana maandamano ilifanyika, hakuna hata ukiukaji moja ambayo imefanyika. Tukio hili limetokea katika mazingira tete ya kisiasa, kiuchumi na kiusalama nchini Kongo.
Cabral Muzusangabo, mkazi wa Bukavu, amehoji umuhimu wa maandamano ya Jumatatu yaliyofanyika mjini Kinshasa, akisema kuna masuala muhimu zaidi yanayohitaji kupewa kipaumbele kuliko lengo la maandamano hayo. Kuliko tuandamane kupinga hali ngumu ya maisha, nasikia watu wanaandamana mchana mzima kufuata maelekezo ya Amerika, wote wamelala usingizi. Mwisho wa maandamano, waandamanaji waliwasilisha risala kwa ubalozi wa Marekani wakimshukuru rais wa Marekani Donald Trump kwa uamuzi wake. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.